wakati huu. Sasa wiki hii katika itambue afya ya kinywa chako, tulikuwa tuna swali ya sababu zinazopelekea kuwa na harufu mbaya kinywani na ni kwa njia gani tunaweza tukaiondoa hiyo. Sasa ile swali limekuwa likiulizwa na watu wengi, lakini leo tutaelezea kwa kina sababu zinazosababisha kuwa na harufu mbaya na namna ambavyo tunaweza tukaziondoa hizo harufu mbaya. Sasa zipo sababu nyingi ambazo zinasababisha kuwa na harufu mbaya kinywani, lakini sababu kuu huwa ni usafi duni au hafifu wa kinywa na meno. Lakini pia mbali na hiyo, wengi waga anasema kwamba mtu asipokuwa amekula chakula kwa muda mrefu anakuwa anatoa harufu mbaya kinywani, hasa wale ndugu zetu ambao wanakuwa kwenye mfungo. Sasa hii inakuwaje? Hii ni kwamba mtu ambaye anakuwa hajala chakula kwa muda mrefu, mwili wenyewe unakuwa unatumia namna nyingine ya kupata energy. Hiyo namna ambao mwili unatumia mafuta kwa ajili ya kutengeneza energy. Sasa yale mafuta ambayo yanakuwa yanatengenezwa as byproduct huwa yanapelekea pia harufu mbaya kinywani. Lakini kama nilipokuwa nimeelezea mwanzoni kwamba sababu kuu huwa ni usafi duni. Sasa wapo watu wanakwambia mimi napiga mswaki mara kila siku, lakini pia nakuwa napata harufu mbaya kinywani. Usafi mdomoni tunamaanisha nini? Usafi mdomoni tunamaanisha kwamba kuna watu wanakuwa wanapata magonjwa ya fizi, lakini kuna watu ambao wanakuwa na meno yaliyotoboka, watu hawasafishi ulimi vizuri. Hizo zote zinapelekea magonjwa ya fizi. Lakini sasa harufu zake huwaga ni tofauti. Harufu ya mtu ambaye hafanyi usafi sahihi kwenye meno huwaga ni tofauti na harufu ya ule mtu ambaye ana matatizo ya fizi. Lakini pia ni tofauti kwa yule ambaye meno yametoboka. Daktari wa kinywa na meno anaweza akazigundua hizo harufu na akajua ni namna gani ya kusaidia. Kwa hiyo kwa wale ambao wanaishi na meno yaliyotoboka, wanaweza wakawa wanapata hiyo hali ya kuhisi harufu mbaya ya kinywani. Kwa hiyo kitu cha kwanza kinachotakiwa, mtembelee daktari wa kinywa na meno. Sisi hapa Baraka tuna kitengo hiki cha kinywa na meno. Ziba meno yote, hakikisha meno yote yako sawa, utaondoa harufu. Tutakuchunguza kinywa chako, fizi zako, kila kitu kitakaa sawa. Lakini pia kwenye kutibu fizi kuna njia nyingi za kutibu. Lakini njia ya kwanza ni daktari wako wa kinywa na meno atakufanyia proper cleaning. Tunasema scaling and polishing. Kwenye yale meno matabaka ambayo yamekuwa yamejitengeneza kwenye meno, tunaita ugaga kwa lugha fasaha ya Kiswahili. Atauondoa huo, baadaye atakusafisha na kuna dawa maalum ya kusukutua atakupa uitumie. Hiyo ni njia nzuri zaidi. Lakini pia sababu nyingine inayopelekea harufu mbaya kinywani ni tezi kuvimba. Tezi zikiwa zimevimba huwaga zinapelekea hiyo harufu. Sasa tezi zikiwa zimevimba huwaga zinatengeneza vijipele, tunaita granules. Granules ni vidude fulani vidogo vidogo. Mtu mwenyewe ambaye anaweza kana piga mswaki anaweza kanaviona vinatoka, vinakuwa vina aina ya mafuta fulani. Sasa vile vikiwa bado havijawa matured, tunaweza tukavitoa kwa kufanya gargling. Gargling ni njia ambayo inatumika kutoa hizo granules. Unachukua ile dawa ya kimiminika, unaisukutua, unafikisha hadi kwenye usawa wa koo, baada hapo unaitoa. Lakini vikiwa matured, tunashauri umuone daktari wa koo na specialist wa ENT, wao wanaweza wakafanya upasuaji mdogo wa kuviondoa hivyo, na mwisho wa siku vikawa vimeacha. Lakini pia sababu nyingine ni aina ya vyakula tunavyokuwa tunakula. Mara nyingi vyakula vyenye asili ya vitunguu huwaga inasababisha pia harufu mbaya kinywani. Baada ya kula vile vyakula vyenye asili ya vitunguu huwa vinatengeneza sulfa, na tunapojua ile sulfa inakuwa ina harufu mbaya zaidi. Kwa hiyo matumizi ya vyakula vyenye asili ya vitunguu sana pia huwaga inapelekea hiyo harufu mbaya kinywani. Lakini pia kinywa kinakuwa kina uhusiano na mifumo mingine ya mwili. Kwa mfano mfumo wa chakula, mfumo wa hewa, mfumo wa mkojo. Kwa hiyo mara nyingine pia mfumo wa chakula ukiwa hauko sawa unaweza ukapelekea matatizo ya kinywa na meno. Na ndio maana ni muhimu zaidi kumtembelea daktari wako wa kinywa na meno, akuchunguze, ajue shida ni nini. Kama shida itakuwa ni nje ya kinywa na meno, anaweza akakupa referral kwenda kwa madaktari wa ndani
ambao wao wataangalia shida ni nini. Baada ya hapo utakuwa uko sawa kabisa. Kitu kingine tutakachokiangalia leo ni dawa ipi bora ambayo ni nzuri kwa ajili ya kusafishia meno. Sasa dawa zipo nyingi, lakini meno ni kama kiungo kingine chochote, nacho kinahitaji madini. Hasa madini makubwa ambayo yanahitaji ni madini ya fluoride. Kwa hiyo dawa ambayo tunashauri utumie ni dawa ambayo ina kiwango maalum cha madini ya fluoride, kwa sababu jino ni mfupa mgumu zaidi kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo ukiona jino limetoboka, maana yake limekuwa limekosa madini hayo kwa muda mrefu. Na kutoboka kwa jino sio process ya siku moja, wala si process ya mwezi, wala process ya mwaka. Ni process ya muda mrefu sana. Kwa hiyo kama unapata shida hizo, karibu Baraka Polyclinic, tupo na kitengo hiki, tutakuchunguza vizuri, tutatatua shida zako zote na utakuwa uko sawa kabisa. Asanteni sana na karibuni sana.